إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu, baada ya kumaliza kuzungumzia sifatul wajiba fi haqqi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa tulisema ya kwamba katika sifa za lazima kwa mwanadamu ni kumtambua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtambua mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kadivyo yaona maneno alimamu Ahmadul mashhur bid-Dardiri aliposema, wa wajibun shar'an 'ala al-mukallafi ma'rifatu Allahi alayhi fa'rifi an ya'rifa al-wajiba wal-muhala ma'a jaizin fi haqqihi ta'ala. Tumeangalia sifa za wajibu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tukasema kinyume cha fadhili za wajibu ni muhali. Ukisema Mwenyezi Mungu yupo na kinyume chake ni muhali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukisema Mwenyezi Mungu yeye ni mpweke, ni mmoja, kinyume chake kwa zaidi ya mmoja ni muhali. Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo, kinyume chake itakuwa ni muhali, wa hakadha. Ama sura ya jaiz kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni ile kufanya kwa Mwenyezi Mungu, kufanya kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kufanya kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni jaiz, kama vile kutoa riziki au kutoa riziki ni jaiz Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo tutaingia moja kwa moja kuziangalizia sifatul wajiba fi haqqi al-anbiya, sifa ambazo ni wajibu katika haki ya mitume, kwani aliondelea imamu al-mashhur bid-Dardiri Ahmad al-mashhur bid-Dardiri akasema, wa mithlu dha fi haqqi rusulillah, na mfano wa hizo sifa za wajibu na muhali na jaiz kwa Mwenyezi Mungu, basi mfano wake wa nani? Kwa mitume nao pia wasifikana swala wajibu za jaiz na ambazo ni muhali katika haki ya mitume Mwenyezi Mungu ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo leo tutaingia moja kwa moja kuangalizia sifa za mitume ambazo ni alwajiba fi haqqihim ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwanza wanachuoni, inna ma'rifatal anbiya, hakika kuwajua mitume, yakunu au takunu bi ma'rifati huwa, kwa kujua ma yajibu lahu, kwa kujua sifa ambazo ni wajibu kwao, kujua sifa ambazo ni wajibu kwao na ambazo ni muhali kwao, wama yajuzu fi haqqihim, na kujua sifa ambazo zajuzu katika haki ya hawa mitume. Na imekuwa hivi labda tujue hili kwa sababu ili kujua heshima na kuchunga heshima za mitume, ili kutokuwapa sifa ambazo ni muhali kwa wao kusifiwa nazo, kama tutakuja kuona baadhi ya hizo sifa ambazo ni wajibu katika haki ya mitume. Na sifa ya kwanza ambayo tutaanza nayo leo ni sifa ambayo inaitwa sifatu as-sidq, yani yajibu lil anbiya as-sidq, ni wajibu katika haki ya mitume sifa ya ukweli. Mitume wote kwanza Nabiiullah Adam alayhi salam ila nabiyina Muhammad ni wajibu wasifikane kwa sifa ya kwamba wao ni wa kweli, na ni muhali juu yao sifa ya uongo, yani uongo mitume wa Mwenyezi Mungu ni muhali. Limadha? Lianna dhalika naqsun, wanasema wanachuoni kwamba hilo la sifa ya uongo mitume ni dosari, dosari yunafi fi mansabi nubuwa, inatia dosari fi mansiban nubuwa, kama ile dosari katika ile cheo cha utume. Wali anna al-kadhiba, sababu mtu akiwa ni muongo, mtu muongo, la yu'taman, haaminiwi, fi ala naqli khabarin, kujua kuhamisha habari, kunukuu habari. Fakaifa biman yuballighu an-nasa au yuballighu lin-nas risala rabbihim, vipi kwa yule ambaye anafikishia watu ujumbe wa Mola wao? Vipi awe vipi naye? Ikiwa mtu wa kawaida akiwa na tabia ya uongo, haamini habari zake, fakaifa liman
yuballighu linnasi risalata rabbihim, vipi yule ambaye anafikishia watu ujumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali wao ni akwa zaidi, afdal zaidi kuwa na sifa nini ya ukweli. Anasema yurshiduhum ila ma fihi khairuhum wa salahuhum, na mitume hao wanafikishia watu mambo ambayo walikuwa na khairi nayo kwao na wema wao. Kwa hivyo, kwa kuwa ni wajibu kwa mitume ukweli, basi hapana budi na kufahamu vizuri nususi zinazokuja katika Qur'ani na nususi zinazokuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wajibu, hapana budi kufahamu vizuri nususi ambazo zinakuja na sheria kama vile ayat na hadith ambazo yataallaqu bil anbiya, zinazofungamana hadithi hizo au aya hizo na heshima na hadhi za mitume Mwenyezi Mungu ridwanullahi alaihim, tena ala wajhi, juu ya njia ambayo inayobainisha, juu ya njia ambayo wanayobainisha wanazuoni bima yuwafiqu alqisasi, ile ambayo inayobainisha bima yuwafiqu ma usuli, ile ambayo inawafikiana na misingi ya sheria ya dini, wal hadar, na pia kuchukua tahadhari mimma nusiba ila baadhi al-anbiya, kuchukua tahadhari juu ya baadhi ya mambo ambayo yamenasibishiwa baadhi ya mitume katika visa vya uongo ambavyo vinavyotia dosari, vinavyotia ubaya katika heshima na haki za hawa mitume. Kwa nini? Lisui fahami fi baadhi nusus, katika sababu ya ubaya wa kufahamu baadhi ya maelezo ya hizo aya au baadhi ya maelezo ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutatoa mifano ili kuonyesha kwamba hii sifa ya ukweli, kwamba ni wajibu kwa mitume wao kusifikana kwa sifa nini ya ukweli. Kwanza, mfano ukiangalia kwenye Qur'ani, aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikizungumzia habari ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, kwamba Ibrahimu baada ya kutakiwa na mzee wake watoke waende sikukuni kwenye mambo yao ya masikukuu, Ibrahimu akamjibu mzee wake, mimi na mgonjwa na umwa, na yakuwa anasema ajibu yale sio mgonjwa. Sasa mtu akasoma aya ile akasema Ibrahimu akasema uongo. Kwa nini asema ile anaumwa alikuwa haumwi? Imamu Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala katika tafsiri yake anasema qala ad-Dhahaki maana qawli Ibrahim alayhi salam inni saqimu, maana yake nini? Asqamu saqama al-maut. Imamu Al-Qurtubi ananukuu tafsiri yake maneno Imamu ad-Dhahak, anasema maana maneno Ibrahim alayhi salatu wasalam, kwa mimi ni mgonjwa. Anasema imamu huyu ad-Dhahak muradi wake inni saqimu ay asqamu saqama al-mauti, nitaumwa mimi maradhi ya kifo, nitaumwa. Kwa hiyo murad si kama Ibrahim kasema uongo, ndio wasema wanazuoni lianna man kutiba alayhi al-mautu yasqamu fil ghalib, ila ambaye aliandikiwa alikadiriwa kufa, basi aghlabu huwa anaumwa kwanza ya kufa. Kwa hiyo Ibrahim kusema vile maneno yale, maana yake ni nitaumwa maradhi ya kifo. Na hii inaitwa nini? Wanaita tauria katika lugha, wana tauria. Lakini vile vile wa ta'rid ni kufanya tauria na kufanya ta'rid, kama qala li Malik, kama ambavyo alivyosema huyo Ibrahim kumwambia mfalme, lamma sa'alahu an zawjatihi Sara, pindi alipomkamata na kumuuliza kuhusiana mkewe Bi Sara, nani huyu, nani yako? Akasema Ibrahimu, innaha ukhti, haka yeye ni ukhti, yani ukhuwatu fil iman au ukhuwatu fid din, ndugu yangu katika dini, huyu ni mkewe. Kinasema hiya ukhti, ukhti kwa lugha ya Kiarabu ni dada, na yeye ni mkewe, haifai kusema dada yangu angalia ni mkewe. Lakini maana ya ukhuwa ukhti, lakini ukhuwa fid din akusudia ni ndugu yangu katika dini, hakusema uongo Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo aya kama hizo tukachukua anakadhania kwamba Ibrahim anasema uongo. Hapana, Ibrahimu ni mtume wa Mwenyezi Mungu na yeye ni wajibu kuwa ni mkweli. Lakini pia vile vile huyo Ibrahimu alipovunja masanamu yale, baada ya wenyewe kwenda masikukuni wakirudi kuja kwenye nyumba la ibada wakuta masanamu yamevunjwa, na aliyafanya Ibrahimu alayhi salatu wasalam kwa sababu zilizotangulia au sababu ambazo zilizokuwa zilizozungumzwa. Ibrahimu alipoitwa kuulizwa akasema nini? Bal fa'alahu kabirum hadha, bal alifanya hili ni huyu sanamu mkubwa ndio alifanya mambo haya. Kitendo kile cha uvunjaji masanamu ambayo alifanya yeye
akasema alifanya nani huyu. Hakusema sikusema mimi, akasema bal fa'alahu kabirum hadha, alifanya hii ni huyu sanamu kubwa. Na kwa maelezo marefu katika hili ambalo ni wajibu wetu sisi kufuatilia insha Allah katika kibu yetu ya kuja kumalizia maelezo ambayo yanahusiana na majawabu au na maelezo ya kauli hizi za Ibrahimu alipoulizwa na kusema maneno ambayo yanatuhumisha kwamba ni uongo hali ya kuwa sio uongo. Kwa hiyo tufuatilie insha Allah, tutakuja kutoa maelezo zaidi kuhusiana na hizi nususa zilizokuja na maelezo hayo tuliotoa kwamba Ibrahimu katika hili hakusema uongo na ilini ilikuwa insha Allah taala. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.